Yes. Amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie kabisa wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mardi le 9 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja huko Uvira, ambapo vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi walitangaza kuwa wanasimama imara kabisa. Mji wa Uvira hauwezi ukakamatwa na waasi wa AFC M23, na hayo yakadhibitishwa na Jean-Jacques Purusi ambaye alisema ya kwamba vikosi vya FARDC na wazalendo pour le moment vilipata kabisa vifaa vyote vinavyohitajika kwa kudefendre mji wa Uvira na kupiganisha waasi wa AFC M23. Wakaaji wasiogope, na tutawapeleka moja kwa moja huko Masisi, mweneo ya Katale, ambapo ndege za kivita za FARDC zilishambulia tena ngome za waasi wa AFC M23 na kuilunguza yote kabisa. Tutawapeleka moja kwa moja huko Burundi, ambapo Edouard Bizimana, huyu ndiye waziri wa mambo ya nje wa Burundi, alifanyisha kikao na viongozi huko, akaja kudhibitisha ya kwamba Burundi inaweza ikakamata hatua zote kabisa zinazohitajika ili kulinda watu wake. Ni wakati huko Burundi kulikuwa kumeshambuliwa na waasi wa AFC M23 wakati wa mapigano ya maeneo ya Kamanyola. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi tena mingi. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, mujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na shene yetu ya WhatsApp, ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre pale mu description, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, ili kufahamu kinachoendelea. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho, utafahamu kabisa jinsi hali iko. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira, ambapo vikosi vya wazalendo jeshi la FARDC vilidhibitisha kuwa mji wa Uvira hauwezi ukaanguka kamwe mu mikono ya waasi wa AFC M23. Wakasema ya kwamba wako imara kabisa kuwapiganisha waasi wa AFC M23. Ni baada ya waasi wa AFC M23 kuonekana kusonga mbele kwenye route nationale numero 5, vikosi vya jeshi la Burundi pamoja na jeshi la wazalendo na FARDC wengi walikuwa wamefika Uvira ile kufanya repli strategique. Wakati wao kufika Uvira tangu saa za apremidi ya jana, wakaaji ndani ya mji wa Uvira walikuwa na panike sana, na hata kuna walioanza kukimbia mji wa Uvira wakihofia kuwa wakati wowote waasi wa AFC M23 wanaweza kuatake mji wa Uvira, kutokana na jinsi walikuwa wakiendelea kusonga mbele kuanzia huko Luberizi kushuka maeneo ya Sange. Wakati ilifika saa za jioni, ndipo jeshi la FARDC pamoja na wazalendo walithibitisha ya kwamba mji wa Uvira hauwezi ukakamatwa na waasi wa AFC M23, na kusema ya kwamba watadefendre kabisa mji wa Uvira na watapiganisha waasi wa AFC M23 ili wasije wakaingia ndani ya mji wa Uvira. Tangazo la kwanza lilitolewa na General Makanaki Kasimbira John ni siku ya jana mapremidi, ambapo alitangaza ya kwamba wakaaji wa Uvira wasiogope, Uvira haitakamatwa na waasi wa AFC M23. Alisema hayo akiwaambia ya kwamba
vikosi vyote vya wazalendo ndani ya Uvira vitaelekea kwenye shamba la vita, havitakaa ndani ya mji wa Uvira eti viwangojee waasi wa AFC M23 kuwatake pale, bali wote wataelekea Kufro kupigana na waasi wa AFC M23. Aliambia wakaji ya kwamba hakuna ya kupanike na kuanza kukimbia. Nasema ya kwamba hakuna watakapo kwenda, Uvira ni kwao. Kwa hayo basi hakuna kupanike, Uvira wataidefendre, watapigana na waasi wa AFC M23 na wana matumaini ya kwamba watawazuia kabisa, watafika ndani ya mji wa Uvira. Aliomba viongozi wa wazalendo wote kuanza kudeploye vijana wote Kufro, watoke ndani ya mji na maeneo tofauti waende kupigana. Nguvu zao zote zinahitajika, watumike pamoja hapo kwenye uwanja wa vita wapigane. Baada ya Generale Makanaki Kasimbira John kudhibitisha hayo, Jean-Jacques Purusi, huyu ndiye gouverneur wa Sud Kivu, alikuja kusema ya kwamba hali ya kiusalama ndani ya plene ya Ruzizi kabisa iko naendelea kuzorota, ila hakuna kitakachofikia mji wa Uvira. Alisema ya kwamba Uvira kabisa haiwezi ikakamatwa na wasi wa AFC M23. Alitoa wito kwa wakaaji kukuwa kalme kabisa, watulie, akawaambia kwamba hakuna tatizo ndani ya mji wa Uvira, wasi wa AFC M23 watafika ndani ya mji huo. Aliambia wakaaji ya kwamba ekipe ya wazalendo, ekipe ya jeshi la Kongo walipewa kabisa kinachohitajika kwa ajili ya kulinda population na kudefendre mji ya Uvira. Kwa hivyo basi hakuna haja ya kupanike na kuogopa, wanajeshi tayari waishaelekea hata Kufro, na akawaambia kwamba mapigano yanayoendelea wana matumaini ya kwamba watayashinda. Jean-Jacques Purusi aliambia population ya kwamba vikosi vya FARDC vinavyokuwa pale Uvira viko tayari kukufa kwa ajili ya mji wa Uvira na kudefendre population ya mji wa Uvira, na kuraje kwao kabisa vikosi vya wazalendo vinavyojitoa kwa kupiganisha wasi au AFC M23, jeshi la FARDC pale, au kuraje waweze kabisa kuwashambulia wasi au AFC M23 na kuwa maintenir pale Kufro, warudishe nyuma wasije wakakamata mji wa Uvira. Na hayo ndiyo ambayo population yote ya Kongo wanataka waone arme ya Kongo na wazalendo wakiwa na roho ngumu, wakiweza kabisa kudefendre maeneo yao na hata kuyarekipere maeneo ambayo yako mumikono ya wasi wa AFC M23. Na taarifa zilisambaa siku ya jana jioni kuanzia saa 11 na saa 12 na 19h saa moja, wakisema kwamba Uvira kabisa iko tombe, na wadhibitishia kwamba Uvira kabisa haiko tombe, iko mikono ya vikosi vya wazalendo, jeshi la Burundi pamoja na FARDC na wasi wa AFC M23 wanabakilia kwa maeneo ya Sange, wangali mu kilomita 30 na mji wa Uvira. Habari hizo ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ni habari za uongo. Tuendelee na habari zetu tukiwa ndani ya mji wa Uvira. Siku ya jana, wakati mapigano yalikuwa yakiendelea huko mbele na vikosi vya FARDC na jeshi la Burundi, wakati walikuwa mrepli strategique na kufika ndani ya mji wa Uvira, habari zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba jeshi la Burundi limepewa ordre kutoka huko Burundi eti waondoke ndani ya mji wa Uvira na maeneo yote kabisa wanayokuwa ndani mu Sud Kivu warudie kwao huko Burundi. Ni habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, na habari hizo zikadhibitishwa na media ya Burundi ambayo inaitwa Source. Nadhani ya kwamba hiyo media mnaijua. Walichokitangaza walisema ya kwamba
jeshi la Burundi linalokuwa Mkongo kwa kusaidia jeshi la FARDC na wazalendo kupigana na wasi wa AFC M23 walipewa ordre ya kuondoka ndani ya maeneo yote ambayo wako deploye ndani kule Sud Kivu. Wanasema ya kwamba huko Bujumbura kabisa kulitoka ordre ya kuwaambia wanajeshi wote wa Burundi kuondoka ndani ya maeneo ya Kongo yenye wako ndani. Ni habari ambazo hazijadhibitishwa na viongozi wa Burundi ama na jeshi la Burundi. Ni habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii tangu jana na ile media ya Burundi inayoitwa Source nayo ikatangaza hayo. Kwa hivyo tutaendelea kufuatilia kwa karibu mambo hayo, wakati itakuwa ni kweli kabisa wataondoka tutawaambia. Tukiwa ndani ya nchi ya Burundi, siku ya jana kulikuwa kikao. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edouard Bizimana amekutana na wakuu wa misheni za kidiplomasia na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa huko Bujumbura kuwasilisha msimamo wa Burundi kuhusu uchokozi wa hivi karibuni wa Rwanda ambao inadaiwa kurusha mabombe ikibombarde eneo la Burundi. Bizimana amezibitisha kujitolea kwa Burundi kwa amani na usalama wa kikanda, huko akisisitiza kuwa nchi yake ya Burundi inajihifadhi haki ya kuchukua hatua zinazohitajika kulinda watu wake wa eneo lake dhidi ya vitisho vinavyoendelea. Alitangaza hayo Edouard Bizimana baada ya kuwa mapigano yaliyoendelea huko maeneo ya Kamanyola, Katogota, bombe zilikuwa zikirushwa kutoka Bugarama, wakisema kwamba Rwanda iko na shambulia maeneo ya Burundi. Ni wakati vita vilikuwa vikiendelea kufro, wakati mabombe yalikuwa yakirushwa vers Luvungi na maeneo karibu na Luvungi kwenye population walikuwa wakikuwa bombarde sana. Jeshi la Kongo na jeshi la Burundi walikuwa kufro pale, wakawashutumu wasi wa AFC M23 na RDF kusaidiana ndani ya vita hivyo. Mabombe yalikuwa yakirushwa huko Bujumbura kabisa, zani ya kwamba hayo mnayajua. Na kutokana na hayo sasa, jana kulikuwa kikao ambapo walikuwa wakiongelea kuhusu namna kabisa ya kudefendre nchi yao kutokana na mapigano yanayoendelea huko Sud Kivu, wakiendelea kuonesha kwamba Rwanda ndiyo ambayo inaendelea kuunga mkono wasi wa AFC M23, na kusema kwamba Rwanda ndiyo ambayo ilishambuliaka kwa mabomu maeneo ya Burundi, ambapo wanasema kwamba huko kuna waliojeruhiwa, hata mtu mmoja kupoteza maisha yake kutokana na mapigano makali yaliyoanza tarehe ya kwanza za mwezi huu huko Sud Kivu. Kwa sasa Burundi inaendelea kuwakaribisha wakimbizi wengi sana kutoka maeneo tofauti ya Sud Kivu. Burundi siku ya jana ilitangaza ya kwamba iliwapokea wakimbizi 15,000 ambao walielekea huko Burundi wakitoka maeneo ya Sange. Ni wakati mapigano yalikuwa yamefika hapo siku ya jana, na si hao tu bali tangu kwanza kwa mapigano huko Katogota na kwingineko, kuna wakaaji wengi ambao walikuwa wakikimbilia Burundi. Mplene ya Ruzizi wakaaji wengi walielekea Burundi wakikimbia mapigano hayo kupitia kwenye mpaka wa Kiliba. Pale njo kwenye kulipita wakimbizi wengi siku ya jana. Hapo wanasema kwamba wakaaji waliokuwa wakikimbia ambao walipita hapo wakifika Burundi ni zaidi ya wakaaji 15,000. Unasikia kwamba ni wengi, na wanasema kwamba walikuwa wakiwakaribisha wakaaji wengi wakiwa wamejeruhiwa, wengine wakiwa kabisa hawana nguvu, wengine wakiwa wamekata tamaa. Hali ya kibinadamu ilikuwa hatari kabisa.
Wakaaji ambao walikuwa wakitoka maeneo ya Katogota wenyewe walikuwa wamekaa Sange, wengine ambao walikuwa wameondoka Luvungi wenyewe walikuwa Sange, wenyewe walikuwa Bwegerera, wote walionekana kuvuka kwenye mpaka huo, walikuwa kabisa na wako mohali mbaya, wakiwa na majeruhi, wengine njaa kabisa ikiwa hatari. Hali ya kibinadamu ni mbaya huko kutokana na mapigano makali, na hayo ni matokeo ya vita nawaambiaka ya kwamba ni mbaya sana, tena sana zaidi. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke ndani ya Masisi. Mashambulizi ya anga ya FARDC yalilenga waasi wa AFC M23 huko Katale. Mashambulizi hayo mapya yalifanyika siku ya jana hapo Katale, wakati ndege zilifika pale na kushambulia ngome za waasi wa AFC M23. Vyanzo kadhaa vya habari huko Masisi vinadhibitisha kwamba ndege isiyo na rubani ya FARDC ambayo iliruka juu ya anga ya Katale zaidi ya kilomita 15 mashariki mwa kituo cha Masisi ilirusha mabomu kwenye maeneo ya waasi wa AFC M23. Wakati ndege hiyo ilishambulia ngome za waasi wa AFC M23, ziliwaka moto na zikaharibiwa kabisa zote. Ngome za AFC M23 hapo Katale zililunguzwa siku ya jana, vifaa vyote, na wanajeshi ambao walikuwa ndani wakakutana na hasara kubwa. Ni kwa mara ya tatu ndani ya siku tatu mu Masisi ambapo ndege zimeshambulia ngome na nafasi za waasi wa AFC M23. Kuanzia Masisi Centre walishambulia AFC M23 juzi mu Masisi Centre, walishambulia AFC M23 hatari, wakabombarde ma position zao, wakaelekea Bukombo, wakabombarde ma defense zao. Jana asubuhi huko Mpati kulikuwa bombardement ya ndege za FARDC mu ma position za AFC M23, na meme joro ya jana Katale ndipo ilikuwa bombarde. Ndege za kivita ziko natumika kazi zikiendelea kubombarde hapa na pale maposition za wasi wa AFC M23, na ndege hizo ziko na bombarde sana maeneo ya Masisi. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kusubscribe, na waomba kujiabone kabisa, muendelee kucomment na kulike, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Asante sana.